Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameishutumu Marekani kwa kuchagua hatua za kijeshi zisizo na tahadhari kila mara suluhisho la kidiplomasia linapowekwa mezani. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X, Araghchi alisema kuwa wa Iran hawatasalimu amri kwa shinikizo, siku moja baada ya pande zote mbili kushutumiana kwa kufanya mashambulizi katika mlango bahari wa Hormuz, huku Marekani ikiendelea kushambulia vyombo zaidi vya Iran. Je, hii ni mbinu ya shinikizo la moja kwa moja, alihoji mwanadiplomasia huyo wa Iran, au ni matokeo ya mtu anayeharibu mambo kumdanganya tena rais wa Marekani Donald Trump na kumuingiza katika mgogoro mwingine? Mwisho kunukuu. Licha ya mapigano hayo, Donald Trump alisema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano bado yanaendelea kuheshimiwa. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuwezesha mazungumzo ya kumaliza vita ambavyo Marekani na Israeli walivianzisha mnamo mwezi Februari. Iran ilitarajiwa kujibu mapendekezo ya Marekani siku ya Ijumaa, kulingana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Nikimnukuu, Rubio alisema akiwa katika ziara nchini Italia, "Natumaini ni pendekezo la dhati, kweli natumaini hivyo." Mwisho kunukuu. Iran imekuwa ikidhibiti mlango bahari wa Hormuz pamoja na kushambulia washirika wa Marekani katika ghuba ya Uajemi kama kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani na Israel. Takribani 20% ya mafuta na gesi asilia duniani hupita katika njia hiyo muhimu ya maji, na kuzuiwa kwake kumesababisha bei kupanda kwa kasi. Mapema wiki hii Trump alianzisha kisha kusitisha operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyolenga kusaidia kuachilia zaidi ya meli 2000 ambazo zimekwama katika eneo hilo tangu mwezi Februari. Jina langu ni Hamza Saifu na hii ni Global TV. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.